الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، baada kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumwombea swala na salam mtume wetu Muhammad alayhi salatu wassalam. Naam, tumejumuika tena kwa mara nyingine kwenye msikiti wetu huu Masjidut Tauhid kwa ajili ya muendelezo wa kitabu chetu Taisiru Ahkami Tahara, kikiwa hiki ni kikao chetu cha pili. Tunaendelea kutoka pale tulipoishia kwenye kikao chetu cha kwanza, qada'ul hajati wa adabuha. Ndio nukta ambayo leo tutaisoma biidhnillahi alkarim, kukidhi haja na adabu zake. Anasema mtunzi wa kitabu, liqada'il hajati adabun, kukidhi haja kuna adabu zake. Liqada'il hajati adabun au adabu, alifu ina mada, na kwa maana sio adabu moja. Kukidhi haja kuna adabu zake zaidi ya moja, sawa? Ingekuwa moja ingekuwa adabun, lakini alifu imekuja kwa mada kuonyesha kwamba ziko nyingi. Minha, kunako hizo, awala, mwanzo kabisa, qabla at-takhalli, qabla ya mtu kuchepuka na kuwa faragha na kujificha, yurai man arada qadaa hajatihi hadhihi al-adab, atachunga mwenye kutaka kukidhi haja yake hizi adabu. Kwanza kabisa, kabla ya kuingia al-khala, anatakiwa mtu achunge. Al-khala lugha nyepesi ni chooni, kabla ya kuingia, yule anayetaka kuingia anatakiwa achunge. Jambo la kwanza la kulichunga, an yatluba makanan khaliyan minan nasi ba'idan an anzarihim. An yatluba makanan khaliyan minan nasi, atafute sehemu iliyotupu, iliyokosekana na watu. Maana iliyokuwa tupu kunako watu, khaliyan minan nas, iliyokuwa tupu haina watu. An yatluba, jambo la kwanza kutafuta, makanan khaliya, sehemu iliyo tupu, minan nasi, kutokana na watu, kwa maana sehemu iliyokosekana na watu. Ba'idan, sehemu iliyokuwa mbali, an anzarihim, na nini? Mitazamo yao. Hao watu wanapotazama, basi wasiwe wanamuona karibu hivi. Hapa
naomba tufahamu, upo uwezekano ukalitumia hili kwa mfano mwepesi tu. Mpo safarini wewe na wenzako watatu, wanne, mnatembea, au wewe peke yako. Mara nyingi sisi vijana tuna kawaida kwamba kwa vile vijana tunajuana, basi mtu anaweza kumkuta yeye asimama tu hivi. Kwa wakati huu tuliokuwa nao, mtu anakidhi haja sana, hii haja ndogo, albaul, yabulu, anakidhi haja, watu wanapita hivi, si mmoja, si wawili, si watatu. Yani jali kwamba mimi bwana mwanamume na huyu anaopita ni mwanamume mwenzangu, basi hakuna tatizo. Kwa Muislamu anatakiwa aone kwamba hapo lipo tatizo, sio kwamba hakuna tatizo, bali anatakiwa aone lipo tatizo. Hakuchunga adabu ya kukidhi haja. Yarhamukallah. Usivute picha kwamba hapa anazungumzia chooni, kwa maana lile jengo lilojengwa. Kwenda chooni, kwenda kukidhi haja, basi pale utakapokuwa wewe umekwenda kukidhi haja, basi hapo ndo chooni kwako. Sehemu hiyo unatakiwa uwe mbali na watu. Kwa hiyo jaribu kuwaacha mbali na macho yao. Afu wewe maliza huko haja yako, kisha unarudi. Kama mko safarini, mtaendelea na safari yenu. Kwa hiyo watu wazima hili wanalifanya. Zamani kwa sisi tuliwahi kuwaona wale watu wazima, wengine tumeishi na watu wazima baba zetu, lakini wakubwa sana, umri umekwenda. Mtu anafikiria kwamba babu yako kumbe ndio mzazi wako, ima baba yako mkubwa au baba yako mzazi. Unaona taratibu hizo walikuwa wanazo. Mtu unamkuta ameacha njia mbali, wakati mwingine hakuna mtu, kaacha njia tu, njia ipo huko, yeye anakwenda huko polini huko, afunjia kaiacha huko. Wewe na mimi wa leo tunashangaa, sasa huyu anamkimbia nani? Kwani si hapo tu anafanya mambo yake tena anaondoka? Wenzetu wale wazee wa zamani hawakusoma dini kihivyo, lakini kile kidogo walichokijua wenzetu walikuwa na sifa ya kukifanyia kazi. Hii ndio tofauti iliyopo baina yetu sisi na wao. Hawakusoma kihivyo, lakini kile ambacho walichokijua wao walikuwa ni wenye kukitendea kazi. Kwa hiyo haya ya fiqh haya ambao waliyaona kwenye vitabu vyao, vile vile Irshadul Muslimin, babu ma jaa fi itiba'il ilmi, walikuwa wao wanafanyia kazi yale yale wanayoona kwenye Safinatun Najah, wameyashika kweli kweli. Mimi na wewe leo tuna vitabu sio vya kusoma, vya kuhifadhi. Risala 500 mtu kahifadhi, lakini matendo yake hatanama. Mdengereko anasema hatanama, maana yake hata kunoga. Yeye kahifadhi tu, lakini ukimtizama kwenye matendo, hata kunoga vile matendo yake alichokihifadhi na anavyotenda ni tofauti. Hii ndio tofauti iliyopo baina yetu sisi na wao. Kwa hiyo hii adabu wao walikuwa wanaichunga, na sisi tunasoma hapa tujue kwamba tusipofanya hivi tunavunja adabu katika kukidhi haja. Jambo la pili anasema alla yadkhula ma'ahu ma fihi dhikrullah. Alla yudkhila imekuja hapo. Tukisema yudkhila maana yake asiingize. Sawa? Sasa itakuwa si sawa. Hii alla yadkhula, na wala asiingie ma'ahu. Au kama utataka kutafsiri hivyo kama ilivyoandikwa, basi maana yake alla yudkhila ma'ahu, na wala asikiingize pamoja na yeye mafihi, kile ambacho ndani yake dhikrullah, kuna utajo wa Allah. Lakini ukitafsiri alla yadkhula ma'ahu ma fihi dhikrullah, asiingie yeye
pamoja na kile ambacho ndani yake kuna utajo wa Allah, itakuwa imekaa vizuri kuliko kutafsiri kwamba na asikiingize. Muradi anakusudia kwamba anayekwenda kukidhi haja asiende na kitu ambacho ndani yake kuna utajo wa Allah. Kwa hiyo kama una kumbukumbu ya kwamba nimebeba kitu mimi ndani yake kuna utajo wa Allah, basi kitu hiko kiweke nje. Wewe kama unaingia khala, ingia wewe kama wewe. Usiingie mathalan na Qur'ani. Lakini linaweza likaja swali, sasa simu vipi kuingia nayo chooni? Kwa sababu tunaweza tukawa tumechukua simu zetu, na hivi sasa simu ndiyo kitabu. Mambo yale ya kusema kwamba hivi sasa mtu atatembea na vitabu rundo, hakuna. Mtu vitabu anajaza kwenye simu, akitaka habari zake anafungua simu yake, bali Qur'ani kuanzia mwanzo mpaka mwisho wake imo ndani ya simu. Ahlul ilmi hawakatazi kuingia na simu chooni maadamu Qur'ani hiyo itakuwa imehifadhiwa, ila isiwe mathalan wasoma wewe sura fulani hivi ndani ya Qur'an, ikawa wewe waingia bado ile skrini yako yaonesha ile sura ya Qur'ani uko nje, isiwe kwa namna hiyo. Hapa tunaelewa hapa? Yani wewe ulikuwa unasoma ukawa wewe waingia chooni vile vile katika skrini hapa kuna nini, sura fulani au aya fulani ya Qur'ani. Rudisha katika ile hali yake ya kawaida, afu tena hiko kitabu cha Qur'ani kirudi katika faili lake ulikoweka, afu tena wewe weka simu yako mfukoni, endelea na mambo yako. Hii hawakatazi. Najua swali kama hili linaweza likaje hapa, kwa sasa kubeba kitu ambacho ndani yake hakuna, ama karatasi ambayo imeandikwa labda Qur'ani au hadithi, au imechanganywa ndani yake Qur'ani na hadithi ambayo iko wazi, pia iache nje. Vitu kama hivi waweza kufanya nini? Weka nje. Lakini kwa simu haiwezekani kuweka nje. Ukiingia chooni ukirudi bwana sio yako. Kwa hiyo usije ukaelewa vibaya, tumesoma kule bwana hautakiwi kuingia na kitu chenye jina la Allah. Sasa hii simu yangu hii Allah atalinda bwana, wewe simu kaa hapo bwana, mimi Muislamu bwana, nachunga adabu ya Uislamu. Utaelewa vibaya na simu yako itachukuliwa na utaambiwa wewe ulielewa vibaya bwana, si hivyo. Tufahamiane vizuri eh? Jambo lingine hapa la tatu akalitaja, an yuqaddima rijlahu al-yusra inda ad-dukhuli ila al-khala, kutanguliza mguu wa kushoto wakati wa kuingia chooni. An yuqaddima rijlahu al-yusra, kutanguliza au kutanguliza mguu, rijlahu al-yusra, au tangulize mguu wake wa kushoto, inda ad-dukhuli, wakati wa kuingia ila al-khala. Wapi? Chooni. Kamata hiyo al-khala, chooni. Ndio wanajifundisha hapo. Nikikuuliza hapo Sheikh Puga, aina tadhhabu, unakwenda wapi? Satakulu, utasema adhhabu ila al-khala, kwenda chooni. Au ni adhhabu, ondoa usipate shida, wewe sema tu ila al-khala. Unakwenda wapi bwana? Ila al-khala. Mimi nakuwa nishaelewa bwana. Sheikh Puga anaenda wapi? Abu Muhammad al-khala. Naam, muda siku 2-3 insha Allah, Allah akitaka na wewe utakuwa kama umerudi Saudia bwana. Unajua al-khala, an yaqula idha arada ad-dukhula. Jambo la 4 hilo an yaqula, kusema, aseme idha arada ad-dukhula, anapotaka kuingia.
anapotaka kuingia chooni aseme bismillah, bismillah, Allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal khabaithi. Babu imekuwa sukun sawa sawa, ingekaa sawa kabisa na vizuri, minal khubuthi uimalizie wewe uiandike dhamma. An yaqula, aseme muingiaji chooni, idha arada ad-dukhula, anapotaka kuingia. Usiseme huko ushaingia, sema huko nje, idha arada ad-dukhula, sawa anapotaka kuingia. Bismillah, kwa jina la Allah. Allahumma, ewe Allah, inni a'udhu bika, hakika yangu mimi najilinda kwako, minal khubuthi wal khabaithi, kutokana na majini wa kiume na wa kike. Kwa mujibu wa hii hadithi ambayo yaonesha mtu mwenye kuingia chooni aseme hivi, bila shaka hapa unapata mwelekeo na dira ya kwamba chooni kuna majini. Chooni kuna nini? Kuna majini. Kwa hiyo ni vizuri mtu kujilinda na kuchukua hizi adabu. Bismillah, Allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Wakati wa nini? Wa kuingia. Kisha utatanguliza mguu wako wa kushoto, unaingia chooni. Umeona kwamba Uislamu ni dini iliyokuwa haijabakisha kitu. Sisi wenyewe tu tukose kuutumia Uislamu, lakini ni neema kubwa sana kwetu. Jambo la tano akalitaja, alla yarfa'a thawbahu, asipandishe juu, kwa maana asinyanyue. Kuna lugha moja hivi inatumika, sije kama Kiswahili fasaha au vipi, asikude nguo yake. Unajua kukuda nguo? Kukuda nguo ni wanakusudia kuitoa chini huku kuileta juu. Nishaisikia lugha hii, lakini sijui, mimi sio mjuzi wa Kiswahili bwana, basi napata shida sana. Sijui kwamba ni lugha ya Kiswahili au ni maneno ya makabila yetu haya. Alla yarfa'a thawbahu, asipandishe nguo yake, hatta yadnua min al-ardi, sawa, sitran li awratihi, mpaka akaribie kwenye ardhi. Yani wewe unapokidhi haja, si utakuwa unachuchumaa? Kwa hiyo anachokusudia kwamba usianze wewe kunyanyua nguo, hatta yadnua min al-ardi, mpaka akaribie kuwa anakaribia kufika chini, sitran li awratihi, kwa ajili ya kustiri, kwa ajili ya kutafuta stara ya aura yake. Aura ni tupu. Unaweza wewe kwa haraka haraka ukakimbilia kufunua tu, ukaonekana, ukajiona kama hauonekani, kumbe unaonekana bwana. Sasa chuchumaa kidogo, unakaribia kufika chini, ndio unafunua nguo kwa ajili ya kutengeneza na kuimarisha stara ya aura. Sije tunaelewa vizuri hapa? Kwa ajili ya kujilinda, kwa sababu Uislamu aura tupu yake ile inatakiwa ilindwe na yeye mwenyewe. Sasa sheria inakutengenezea mazingira ya kuweza kujilinda wewe, isiwe inaonekana tu. Muislamu tengeneza mazingira ya kutoonekana tupu yako. Si huyu mwanamume mwenzangu, wala kwa mwanamke si huyu mwanamke mwenzangu, hapana, wote. Kama nilivyosema mwanzo, wengi sisi katika sisi tunakataa ile jinsia ya pili tu, kwamba huyu mwanamke ndo ataniona, wewe unajificha mwanamke. Hata mwanamume mwenzako na mwanamke, hata mwanamke mwenzake, isipokuwa kwa dharura. Kuonekana wewe kwa dharura kama vile kwenye matibabu, ushakuwa hakuna namna, na kina mama kuna namna nyingine ambazo zenyewe hapo tena huwezi
kujistiri wewe ni lazima tu, kama katika masala ya nini ya alwilada. Uliojua umejua, usiojua ndo basi utaulizwa kwa alwilada nini. Jambo la 6, alla yajlisa lilghaiti au albawli mustaqbila alqiblati au mustadbiraha.